Vijana wafanya fujo msibani na kusababisha taharuki huko wilayani ya Arumeru. Vijana hao wamefanya fujo hizo wakishinikiza mwenzao kuzikwa katika taratibu za kidini, huku ikidaiwa kuwa enzi za uhai wa marehemu hakuwa kundini, hivyo isingewezekana kuzikwa katika taratibu za kanisa. Ikumbukwe kuwa Wakristo wasiokuwa kundini pindi wanapokuwa wamefariki dunia huwa wazikwi kwa utaratibu wa kanisa, kwa maana kwamba msalaba ulazimika kulazwa chini. Hapa vijana walionyesha ishara hiyo kuwa ni batili na kubadilisha utaratibu wa kanisa, huku wakisimamisha msalaba, jambo ambalo ni kinyume na utaratibu wa kanisa. Kibaya sana. Hatuungi mkono. Ni kitendo, yani hawa ni watu sawa na watu. Hamna mtu unaweza kwenda kwa una msiba, una majonzi, alafu kinafanyika kitendo cha wao wanakuwa kama wao ndio wameshikilia nchi. Kimila hatuna utaratibu. Huo ni kitendo ambacho tunakilani kabisa, na hata na serikali ione kabisa kwamba hili ni janga sasa. Ni kikundi cha uhalifu, na baadaye itakuwa sio uhalifu tu wa makaburini au wakati wa kuzika. Maana inaweza kikundi kafika mahali ikawa ni kikundi cha kuvamia hata watu njiani au majumbani. Kwa hiyo hatukiungi mkono kabisa. 70 vijana wakifanya makosa, na hiyo fimbo iendelee kwa Wameru kwa sababu ni sheria. Mimi nasema kitendo inachoomba si barabara ndio wanaweza kuja msibani, sio barabara. Sababu ukipiga mahesabu kwa msiba uliotokea, msiba umechukua muda mrefu, si ndio? Sisi kule kijijini kwetu, sisi kama madereva boda wasafirishaji wa usalama, kwamba tumefanya kidogo na tunafanya mchakato wa kufanyaje kwa mwanzo chochote hata kabla ya serikali sawa. Kwa hiyo tulipokuja hapa na tunatoka asubuhi kwa masisana tunaenda KCMC kufuata rafiki yetu tumeenda kwa usalama na hamna fujo zozote. Tumerudi na sisi kama sisi tunamzuri kwa tuzike kwa heshima na sisi sio fujo kama zilizotokea hapo. Kwa hiyo waliokuja kuleta fujo hapo sio tu hapo. Familia wanahusika na rafiki ambao sio matofauti. Sisi wenyewe tulisema kufanya hata kazi ile kazi tunafanya sisi, lakini tulisema tunatawanyika kwamba utakuta wao sala ambao wadudu si bodaboda wadudu hapana, sisi wadudu si madereva wasafirishaji wa raia kwa jina la wadudu. Ili jina wadudu unalichukuliaje kama dereva usafirishaji wa abiria? Jina wadudu ni vitu vinaunda. Kwa mimi hata unaniambia nikalishe jina wadudu, mimi najua wadudu ni wadudu ambao wana mikono sawa. Wao hamna mdudu ambaye ana mikono sisi wanafanya mambo ya bodaboda, sio bodaboda. Sisi kama wawakilishi wa bodaboda kutoka Majachai, kama madereva, maafisa usafirishaji, tunakanusha swala hili la kuambia kwamba sisi ni wadudu na tumefikia kaburi na mikono. Tunakausha kwamba mwenyekiti ametulaumu sana na kusema kwamba sisi ndo tunahusika na masuala kama hayo. Sisi tunakataa, sio sisi hatuhusiki na masuala kama hayo. Masuala hayo yanahusika na watu wengine tofauti na sisi bodaboda. Na ingekuwa ni hivyo tusingekuwa tunaweza kuwafikisha abiria salama na kuwarudisha salama, na tumeshughulika na swala hili mwanzo mwisho. Hao wanaohusika na swala hili kusema kwamba sisi ni tumeshughulika na swala la kuharibu kwenye msiba ni uongo. Tunatupiwa lawama. Kwa sisi bodaboda tuna uwezo wa kuzuia hii kitu ambacho tunachoambiwa sisi ni wadudu. Maana kwenye msiba inatokea tunaambiwa kwamba ni si bodaboda tumefanya kile kitendo, lakini nakuta ni watu wengine ambao sio bodaboda. Lakini si bodaboda tukiungana kama bodaboda, mtu akija kuharibu kwenye msiba tuna uwezo wa kumchukua tukaenda tukamwadhibu, alafu akaja amerudi amepoa. Labda ni msiba wangapi kutokea fujo kama hizi? Kwa hapa kwetu ni mmoja. Kwa unatoa wito gani sasa kwa waendesha bodaboda wenzao? Kwa sisi bodaboda anachukua wito kwamba tushirikiane. Tukiona labda mtu ameleta confidence kama hiyo, tunamchukua sisi tunamwadhibu. Watulivu wakati watumishi wa Mungu wakiwa wanaingia, watulivu na kitu cha muhimu tutakacho